Ni kweli kwamba wananchi yapo mambo ambayo wanachukia. Na mambo ambayo wanachukia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wengine huwa wanaweza kuyaongea na wengine huwa hawawezi kuyaongea. Kwa mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imetoa kipaumbele kwa makundi maalum ya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Mwananchi anakwenda kwa ajili ya kupata mkopo, anazungushwa siku ya kwanza, anazungushwa siku ya pili, anaomba rushwa, mkopo nao hapati. Huyu mwananchi kwa ujumla lazima ataichukia serikali. Na maelekezo haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo kwetu wenyewe kama viongozi wa serikali, kwamba sisi lazima tusimame kidete kuhakikisha Mtanzania huyu na mwana Dar es Salaam haichukii serikali kwa kukutana na kiongozi mwenye hofu ya Mungu na ambaye pia atashughulikia matatizo ya Watanzania na Dar es Salaam hawa pasipo rushwa wala bila majigambo. Hili naomba nikuthibitishie, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba mimi na wenzangu hapa Dar es Salaam lazima tujipange upya. Kama wapo Watanzania na Dar es Salaam wanaochukia serikali yao kwa sababu ya jambo hili la mikopo, na mimi kama mkuu wa mkoa chini ya Mheshimiwa Waziri wangu TAMISEMI, lazima na mimi nitadili nao moja kwa moja ili kuhakikisha faraja kwa Watanzania hawa inarudi kama ilivyokuwa. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unakuta Mtanzania wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha kwa ajili ya miradi ya maji, lakini hapa Ubungo kwa mfano kila siku anaambiwa maji hamna, wakati inakuja kubwa na maji akiwa hamna. Huyu mwana Dar es Salaam lazima ataichukia serikali. Mimi naomba nikuthibitishie, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba kama wapo watu wanaochukia serikali kwa sababu ya huduma hizi za maji mbovu, nimekwisha ongea na Mheshimiwa Waziri wangu wa maji kwamba zile data tunazozizungumza kwenye vinywa vyetu kuhusu maji kwa wana Dar es Salaam ziwe ndio data halisi na watu waweze kupata maji. Nimemwambia Mheshimiwa Waziri, mimi najiandaa kwa miezi mitatu. Kama hali ya maji itaweza kuendelea kusumbua watu wa Dar es Salaam na wakaendelea kuichukia serikali, nitamfikishia waziri wangu wa TAMISEMI, atafikisha kwako na hawa wote ambao wanazembea kuweza kufanyiwa kazi ya msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye mahospitali na sehemu zinginezo wapo watu pia wanalalamika sana. Nimejibiwa vibaya na daktari, nimejibiwa vibaya na nesi, nimeomba rushwa na kadhalika. Nataka nikuthibitishie, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yote tutasimamia ili kuhakikisha yale malalamiko ya wenzetu yanafanywa kazi. Lipo kundi la vijana wa bodaboda, kila likipita huko ilikuwa ni rushwa, ilikuwa ni faini kubwa. Bodaboda ni ya shilingi milioni 2, faini milioni 3. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mambo madogo madogo kama haya yanaweza pia kutuchonganisha kati ya serikali na watu tunaowaongoza. Naomba pia nikuthibitishie kwamba mambo haya yote yatafanywa kazi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu kwa muda dakika moja tu nikupe tu hadithi ndogo. Tarehe 29